Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wetu, tunakukaribisha katika masomo yetu ya kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo. Leo tuna somo zuri la wiki nzima. Wiki hili tutakuwa na somo linalosema kuishi pamoja na Kristo. Kuishi pamoja na Kristo ndio somo ambalo tunalo kwa wiki nzima, na somo hili tuna fungu linalotoka katika Wakolosai 3:14. Lakini kabla tujaenda huko, tupate kuomba. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi umetupa tena wiki hii tuanze masomo haya. Tunapoendelea na haya masomo, tunakualika Mungu wetu utulinde, ututunze, ututie nguvu na usikivu, tujalie tuende sawa sawa na mapenzi yako. Tunamwombea huyu mfuatiliaji wetu, naye apate kuelewa haya masomo sawa sawa na mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo tukipokea kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Mtu wa Mungu, wiki hii tuna fungu litakalo tubeba kwa wiki nzima. Amina. Nalo fungu linatoka katika Wakolosai 3:4. Sawa. Ambalo linasema, zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Upendo ndiyo kifungo cha ukamilifu. ndiyo kifungo cha ukamilifu. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na inatoka wapi? Wakolosai 3 fungu la 14. fungu la 14. Na somo la wiki hii ambalo tunaambana nalo linasema kuishi pamoja na Kristo. Ndio. Mimi naweza kusema kuishi maisha ya uhalisia. Kuishi maisha ya uhalisia. Maana kama unataka ujue uhalisia ni Kristo. Sasa kuishi pamoja na Kristo. Amen. Unakumbuka wakati wa COVID, ule ugonjwa ule wa hali ya hewa? Ndio. Tuko tunavaa barakoa. Sasa bwana, mimi nilikuwa nanisumbua sana. Hasa ukiingia pale hospitali. Yaani bila barakoa wingi. Sura sio yako. Unajibana. Kuigiza ni maisha ya kuigiza ni magumu sana. Au ya kuvaa barakoa, ya kuvaa sura nyingine. Sasa kuishi pamoja Kristo tunaitwa kumvaa Kristo. Amen. Kuishi maisha yake. Maana kulingana na masomo yaliyopita, sisi tumetimilika ndani ya Kristo Yesu. Yaani kama unataka uishi katika ukamilifu, uwe ndani ya Kristo Yesu. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, uwe ni mkamilifu. Amen. Maana yeye ni mkamilifu. Sasa kuishi hayo maisha ndio uhalisia. Twende namna ya kuishi kwa mtazamo huu ambao naweza kusema ni mtazamo wa mbinguni. Yaani kuishi kama Kristo anavyoishi mbinguni. Alafu wewe uko hapa chini. Kuishi kama Kristo anavyoishi. Yaani unaishi juu mbinguni, lakini wakati uko hapa chini. Wengine wanaweza kusema unaigiza, lakini ndio wenyewe. Yaani ndio wenyewe. Wakolosai 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. 3 sura. Na hapa tunauliza ni hali gani ambayo Paulo anaielezea ambayo inaweza kutusaidia kuwa na huu mtazamo wa mbinguni, kuishi mbinguni duniani. Kuishi mbinguni duniani. Wakolosai 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Yaliyo juu Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Umesikia hiyo habari? Twende taratibu. Basi mkiwa mmefufuliwa, anaongea na Wakolosai ndio wa Kristo. Na sisi tuko mabegani mwao tunasikiliza. Na yanawahusu, yanatuhusu. Lini walipofufuliwa pamoja na Kristo? Kwani walikufa lini? Huwezi kufufuliwa bila kufa. Walikufa lini? Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12 anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kumbe tulipoamini tukakubali kubatizwa, tuliunganishwa naye katika mauti na ufufuo.
Alipofufuka Yesu alibaki hapa au alienda juu? Alibaki kwa muda. Sasa achana na ya muda. Baada ya hapo alienda juu. Anazurura tu kwenye huko nani, au ameketi mahali fulani? Ameketi. Upande wa kuume. Na inamaanisha nini? Ana mamlaka. Ana mamlaka. Ni mfalme. Ndio anaishi kule. Sasa anasema tulifufuliwa pamoja naye. Alituacha hapo. Tuliondoka naye. Umesema uliondoka naye kweli? Kwa hiyo nataka uniambie, alipo yeye na wewe upo? Alipo yeye na mimi nipo. Ulikufa pamoja naye? Tulikufa pamoja. Ulifufuliwa pamoja naye? Tulifufuliwa pamoja naye. Alafu kaketishwa pamoja naye? Kaketishwa pamoja naye. Ni kama alichosema katika Efeso sura ya 1. Ase inakuwa kama unadanganya vile, kama vile kama ni barakoa au ni waliesie wenyewe. Kwa asiamini hawezi kuelewa. Na hapa tumetoka kusoma, anasema yafikirini yaliyo juu. Yaani swala ni thinking sasa. You are what you think. Yaani wewe ulivyo ni vile unavyofikiri akilini mwako. Anasema sasa fikiri yaliyo juu, maana walisia wako huko juu. Ndio. Wenyeji wako huko Yerusalemu. Na ameketi kweli mkono wa kuume, na ndiko tunakufikiri. Sasa huko nyuma si unakumbuka tulichojifunza? Kristo ni kichwa. Sisi ni mwili. Ndio. Kichwa kinaweza kikaumwa, kichwa kikiumwa inamaanisha kuna shida katika mwili. Ndio. Na mwili ukiwa na shida, kichwa napo kinauma. Kuna muunganiko kati ya mwili na kichwa. Kristo aliyoko juu na sisi tulioko huko chini. Kristo anapotuona sisi ni ndugu zake. Na yuko pamoja maana anasema hatutatengana. Niko pamoja nanyi siku zote. Yeye yuko wapi? Kwenye kiti. Na sisi anataka tujihesabu vipi? Tuko vipi? Anasema afikirini hayo. Yaani jitazame kwa mtazamo huo. Leo Jumapili. Leo tuseme Jumapili, tuseme Jumapili. Okay. Kesho tuseme kazini, watu wanaingia kazini. Au ilikuwa Sabato, unaenda kia kazini. Bosi anakuambia, "Niletee nani karatasi hapo." Unahisi kwamba anakutambua kama mfalme? Wakati mwingine unaweza kujikuta watu wanaotutazama wanatuona kama tuko chini. Na wanatufundisha na sisi kujiona kama tuko chini. Wakati mwingine unaweza kujikuta unapanda na hasira, amenidharau, amenionaje. Lakini anasema tuishi pamoja na Kristo kwa mtazamo huu wa juu aliko yeye. Hivi wewe mtu anaweza kukanyaga? Mimi hawezi. Kwa jina la Yesu. Huwezi kunikanyaga. Mimi niko kwenye kiti cha Yesu, unanikanyaga. Unanikanyaga vipi? Ila mimi ndio nakanyaga. Maadui zote ninawaangamiza kwa pumzi ya kinywa changu. Nikiingia tu kwenye maondo, ole wako. Neno la Mungu, Roho Mtakatifu. Bwana, unajua mfalme hapambani kwa silaha. Yeye anasema malaika ongoza. Naomba niulize. Hivi ukiishi kwa mtazamo kama huu, utalalamika watoto wako hawakusikiliza? Uweze kulalamika. Utalalamika mke wako hakuelewa? Uweze. Yaani asipokuelewa unasema amechanganyikiwa, hanielewi. Kweli? Yaani huyu bosi angelijua angeongea na mimi kwa ustaarabu, angejua anaongea na nani. Kweli? Kweli. Una uzoefu. Unaona kama ni rahisi kuishi kwa mtazamo kama huu? Kuna changamoto au mna changamoto? Kuishi hapa duniani kama huko mbinguni ni rahisi, sio rahisi? Ni rahisi, lakini sio rahisi kwa mtazamo wa wasioamini. Hata sisi wenyewe, mimi ninachoona ni rahisi kujisahau. Kujisahau nao kupo. Amenionea tu. Mimi kwa kweli mchungaji wa mtaa, wewe achana na mimi. Eti mchungaji wewe au ufunguliwe macho uone mabodyguard wanaonizunguka.
Naomba nikwambie, ukiwa na mtazamo wa mbinguni kama kina Elisha na Gehazi, hutishwi na majeshi. Unaishi katika ufalme. Hebu angalia katika ninaona nikushtua kwa hiki kitu kidogo tu wakati tunamaliza hapo. Alichotufanya tulipokufa na kufuka pamoja naye. Wakolosai sura ya kwanza pale. Wakolosai sura ya kwanza. Anasema au tuseme sura ya pili, nanyi mlipokuwa mmekufa, 13, nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba. Yaani aliwamaliza maadui zote, afu akapanda juu akizishangilia. Hakuna lawama, kuna vifungo hapa, wote samehewa, kombolewa. Amina. Mlikuwa mnajivunia nini? Hati ya mashtaka akachana, akawanyang'anya, alafu ushindi akaushangilia msalaba. Kwa maana gani? Kwa mauti yake. Sasa unasema nini wewe? Unaleta mashtaka gani? Au mtu ameshakufa tayari, sasa hivi ameketishwa. Kuishi kwa mtazamo kutoka juu. Rafiki yangu, naamini ya kwamba umebarikiwa kwa mtazamo huu. Ninaona mwenzangu nikimwangalia hapa ni kama anashangaa sema kweli mbinguni au duniani, mbinguni kweli au, lakini rafiki yangu naomba nikwambie ndivyo ilivyo. Wakati mwingine inasumbua kwamba hivi umeshuka pale stendi ya Magufuli pale stendi, umefika mkoa, nimefika sijafika, umefika da. Mbinguni tulishafika, ketini tumeshaketishwa. Wakolosai 3 mstari wa kwanza mpaka 4. Mungu atubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, akili zetu zimezoea kuangalia yaliyo chini. Leo hii kwa jina la Yesu, sisi pamoja na msikilizaji anayesikiliza, aliyeamini akabatizwa, aliyeamini akaunganishwa na Kristo katika mauti na ufufuo, mpatie kuelewa, kuishi katika uasilia huu, uhalisia huu, Ukristo huu, ujuu huu wa Bwana wetu Yesu Kristo tukiwa hapa duniani. Basi turudishe tena kesho tunapojifunza zaidi namna ya kutembea kwa mtazamo huu wa mbinguni tukiwa hapa duniani, kwa jina la Yesu. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangalia namna ya kuwa na mtazamo wa mbinguni. Kesho siku ya Jumatatu tuna somo zuri linalosema komesha kuwa kidunia. Komesha kuwa kidunia. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Omondi na mimi Enos Mkalindile. Karibu sana siku ya kesho. Amen.